Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imeitaka Ukraine kumaliza vita hadi fikapo mwezi Juni. Marekani imesema kwamba kufikia mwezi Juni, Ukraine inapaswa kumaliza vita hivyo na Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Marekani imeitaka nchi yake na jirani yake Urusi kumaliza vita yao inayoendelea ifikapo mwezi wa Juni mwaka huu. Kiongozi huyo ameongeza kwamba pande hizo mbili zinazozana zimepokea mwaliko kuhudhuria kikao cha mazungumzo nchini Marekani wiki ijayo. Marekani inapendekeza kuwa kwa mara ya kwanza makundi yanayowakilisha mataifa hayo mawili yafanye kikao cha ana kwa ana nchini Marekani wiki inayokuja, na kuongeza kwamba vikao hivyo vifanyike katika mji mkuu wa Miami. Ukraine imethibitisha kushiriki kwake kwenye mkutano huo, alisema rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Washington na Moscow hawajazungumzia suala hilo, ila rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuwa akipendekeza wazo la kutaka vita hivyo kukoma na mzozo kumalizwa tangu arejee madarakani mwaka mmoja uliopita. Wakati huo huo, Urusi imeendeleza mashambulizi yake makali yanayolenga miundombinu mbalimbali ya nishati, hali inayosababisha maeneo mengi zaidi kukosa umeme. Katika taarifa iliyowasilishwa mapema siku ya jana ya Februari 7 mwaka huu, Zelensky aliwaambia wanahabari kuhusu aliyojiri katika vikao vilivyoandaliwa Abu Dhabi ambavyo vilikamilika Ijumaa wiki hii, ambapo hakukuwa na ripoti yoyote kuhusu hatua iliyopigwa ya kutatua mzozo. Zelensky amesema masuala magumu yamesalia yalivyokuwa magumu, ikiwemo suala la Urusi kukalia maeneo yaliyo chini ya himaya ya Ukraine, huku Ukraine ikitakiwa kuachilia maeneo hayo milikiwa kikamilifu na Urusi. Amesema kwamba pande hizo husika zilijadili kwa mara ya kwanza uwezekano wa kufanyika mkutano utakaowahusisha viongozi wa nchi hizo tatu na wala sio wajumbe wa nchi hizo, ila imeonyesha kuwa maandalizi maalum ni sharti yafanyike kwa hilo kufanikiwa. Alipoulizwa ikiwa kuna muda uliowekwa kwa makubaliano kuafikiwa, kiongozi huyo wa Ukraine alijibu, wa Marekani wanasema wanataka kukamilisha kila kitu ifikapo mwezi Juni. Ni kwa nini hilo lifanyike kabla ya msimu wa joto kali kwanza? Aliendelea kusema, tunaelewa kuwa masuala yao ya ndani yatakuwa na uzito na athari kubwa kwenye mzozo huu kati yetu na Urusi. Hata hivyo, wakati huu inaonekana vita hivyo bado ni vigumu mno nchini Ukraine. Urusi imeendeleza mashambulizi makubwa na bado inaendelea kufanya mashambulizi maeneo mengi, ikiendelea na utekaji wa maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Ukraine. Kadhalika, mataifa ya magharibi bado yana hamu ya kuweza kuingilia kati mzozo huo, huku kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akiomba kushirikishwa kwa mataifa ya magharibi katika kumaliza mzozo huo, huku rais wa Marekani bwana Donald Trump akiwaambia wa magharibi kwamba ndani ya miaka minne walishindwa kumaliza mzozo huo, na ndio maana wakati huu hawana nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika kumalizika kwa mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Lakini pia jambo la pili ni kile ambacho kinapangwa na watu wa magharibi kwamba wanataka kupeleka silaha zaidi nchini Ukraine. Kadhalika wanataka kwenda kulinda Ukraine, wakiamini kwamba baada ya vita wao ndio wataweza kulinda taifa hilo, huku Urusi wakati huu ikisema yeyote atakayeingia Ukraine kwa ajili ya kulinda basi atakuwa ni shabaha halali kwa Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.